kuonekana hapa. Tumezipa bold kuzifanya kidogo ziweze kuonekana vizuri. Baada ya hapa tukafanya pia decorations katika hii button ya kutuma ambayo ni ya sajili mgonjwa. Tuje hapa sasa tukaongeze class, tuje hapa kwenye usajili.html, tafuta hiyo button ya kutuma taarifa ambayo inaitwa ni ya kusubmit. Button yetu ndio hii hapa. Sasa tuipe class, labda tuite button submit, btn ambayo ni button kwa kifupi, tuseme submit. Of course haya ni majina tu, kwa hiyo ndio utakayekuwa unaamua. Baada ya hapa sasa nitakuja kuiita kule kwenye CSS ili kidogo niweze kuifanyia decorations. Kwa nitarudi kwenye usajili hapa .css, shuka chini, iite, anza na dot. Baada ya hapo nitaita button nitasema ni submit. Button submit, utafungua na kufunga. Humu ndani sasa utakwenda kuweka, labda niseme nibadilishie rangi. Sasa hapa tuibadilishie rangi, labda tuseme background color ambayo ni rangi ambayo itakuwa inakaa pale. Background color tuweke rangi fulani hivi. Of course tuweke huu msimbo hash labda 27 AE 60. Yep, ni rangi fulani hivi ya kijani, umeona? Ambapo kidogo itakuwa ni kijani fulani hivi ambayo imepauka kama inavyoonekana hapa. Huo ndo msimbo wake. Alafu pia tutabadilisha rangi ya maandishi ambayo yatakuwa yanapatikana kwenye ile button. Tuweke rangi, tuseme color tuweke white, maana nataka rangi ya background iwe kijani lakini maandishi yawe ya rangi nyeupe. Kwa nitaweka hichi kitu. Yep. Unaweza save control S, rudi kwenye browser hapa, shuka chini, unaweza ukaona rangi imechange. Hiyo ndo kazi ya CSS. Just tunafanya decorations tu. Baada ya hapa tena tarudi kwenye usajili.html, nitaangalia button nyingine ambayo ndo hii hapa ya kufuta. Nitakwenda kuipa class, nitasema class, utaipa class, nitasema hapa niite button, nitaita button ambayo ni button, labda tuite button nini? Button reset, tufashum button reset, button kwa ajili ya kufuta. Okay, tutakuja kwenye usajili.css, nitaanza na alama ya dot kwa kuwa nimeipa class. Ingekuwa ni id ungeanza na alama ya hash. Kama unaita tu yenyewe kama yenyewe ndo hautumizi dot hizi wala hash. Kwa nitaita, kwa kuwa nimetumia class, nitaanza na dot. Baada ya hapo nitaita jina lake, nitasema kule nimeita nini? Nimeita ni button. Nimeita button what? Button reset. Yep. Kitu kama hichi. Utafungua na kufunga. Yep. Huko ndani sasa ndipo utakwenda kuweka kodi zako. Hapa pia nitaweka background color kama kawaida. Background color hapa. Hii tuweke na yenyewe, tuweke rangi hii hapa ambayo ina msimbo wa hash. Tuweke hash 219150 ya. Baada ya hapo utaweka hivyo. Hii na yenyewe pia itakuwa na rangi fulani hivi ya kijani ambacho kidogo hakijakolea sana. Alafu pia tuipe color, rangi ya maandishi kwenye hiyo button. Tuipe yenyewe pia tuipe white tu, rangi nyeupe. Alafu tuweke margin left. Ile button ya kufuta isisogeleane sana na ile button ya kutuma, kidogo kuwe na space. Tuweke margin left. Kidogo zisibanane sana. Tuseme margin left tuweke 10 pixel. Yep, utaweka 10 pixel. Yep, utafunga, utasave control S kwenye keyboard, rudi kwenye browser. Unaweza ukaona matokeo. Yep, utapata kitu kama hichi hapa. Wao. Umeona? Kama unakumbuka tuliweka
pointer. Simuona sasa hivi hapa, nikija hapa kwenye kibox hichi hapa unaweza ukaona kimshale. Lakini nikisogea hapa inabadilika, kinakuwa kimkono, ile pointer ambayo tuliweka. Ndio kazi yake hii, kama jinsi inavyoonekana hapa. Kwa sababu sasa ukiangalia hapa unaweza ukaiona fomu yetu ndo itakuwa na muonekano kama huu hapa. Kuja kidogo ni zoom, unaweza ukaona wow. Sasa hivi fomu imeweza kuwa na muonekano mzuri. Hizo ndio kazi ya CSS. Umeona? Kwa kupitia amri za CSS maana yake unakwenda kufanya decoration au kupendezesha page zako. Kule kwenye HTML just tulikuwa tunaandaa tu muonekano, structure. Tulikuwa tufanye decoration. Huku ndo tunafanya decoration sasa. Nafikiri unaweza ukaishia hapa. Ingawaje decoration bado unaweza ukaendelea kuifanya, lakini kwa mimi nafikiri naweza nikaishia hapa. Lengo tu hapa tulikuwa tunafanya practice tuweze kuelewa namna ya kutumia hizi CSS properties kuweza kufanya decorations. Kufikia paka hapa mimi sina la ziada, na huu ndio mwisho wa tutorial yetu hii ya namna ya kufanya decoration ya form kama inavyoonekana hapa. Sasa kama video hii imekusaidia, usahau kulike, kushare, lakini pia usahau kusubscribe katika channel yetu ya Nifunze Tech ili uendelee kujifunza uendelee kujifunza zaidi matumizi ya CSS, jinsi gani CSS inafanya kazi, jinsi gani CSS inashirikiana na HTML ili iweze kukupatia kitu kizuri kama kinavyoonekana hapa. Asante.